Mungu anatazama mioyo ya watu, kwamba hawa watu wanataka niwabariki, wanataka niwafanikishe. Je, nitakapowafanikisha mioyo yao itakuwa na uhuru kiasi gani mbali na hizo baraka nilizowafanikisha nazo, kiasi ambacho nikisema nao wanaweza wakanitii kwa muundo ule ule au na kuzidi bila shida. Katika macho ya Ibrahimu, Mungu alitaka Isaka awe amekufa. Mnanisikia ninachosema? Oh, haleluya. Ngoja tuzungumze kwa mifano ya kawaida. Maana tukizungumza kwa mifano ya kawaida watu wanaelewa haraka. Mnakumbuka kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 ule mstari wa 7, Mungu anazungumza na nabii Samueli akiwa nyumbani kwa Yese. Amechagua wale kaka zake na Daudi wote, na Mungu amewakataa wote, mpaka akamwambia, mimi siangalii kama nyinyi mnavyoangalia. Nyinyi mnaangalia mtu kwa nje, mimi naangalia moyo wake. Wale watu walikuwa wanatolewa sadaka kwa Mungu kwa ajili ya utumishi. Mungu ameenda kwenye nyumba ya Daudi, nyumba ya Yese, ajipatie mfalme. Hakumwambia Samueli ni yupi. Walipofika wakatazama pande la vitu, wakasema huyu anafaa. Mungu akasema sio huyu. Wakaleta mwingine, akawakataa wote. Akasema mimi siangalii kama mnavyoangalia, ninaangalia ndani ya moyo wa mtu. Umewahi kujiuliza ni kitu gani kilimfanya Mungu amtafute Daudi? Ni kwa sababu Daudi, moyo wake, Biblia inasema moyo wa Daudi ulikuwa unamwonea kiu na shauku Mungu. Ulikuwa na kiu na Mungu kiasi ambacho uhusiano wake na Mungu ulikuwa mkubwa kuliko cheo. Ndio maana alikuwa na uwezo wa kuvumilia kukaa porini miaka mingi, wakati anajua amepakwa mafuta kuwa mfalme. Angeweza akamwambia Sauli, kwanza nina mashabiki wengi sana katikati ya kikundi na askari wako, wanaweza kukupindua sasa hivi. Kwanza ninaweza nikakuua sasa hivi, nimepakwa mafuta kwa ajili ya kuchukua hiyo nafasi. Lakini unajua uhusiano wake na Mungu ulikuwa top, ulikuwa ni wa kwanza kuliko cheo. Kwa hiyo alikuwa tayari kusubiri, kutembea katika hatua ambazo Mungu anampitisha nazo bila kukimbilia ile baraka ambayo anajua ni ya kwake. Mungu alishaona ndani ya Daudi, kamchukua huyu. Unisikilize, kuna wakati, na hii itawasaidia watu wengi sana. Miaka kadhaa imepita, tulikuwa tunaona jinsi ambavyo gharama za huduma zinakuwa kubwa. Wengine waliokuwepo niliwaambia pale mwanzoni, ni rahisi sana kuona watu wanasimama wanafundisha. Ni rahisi sana kuona watu wanakaa kwenye kamati, wanaandaa mikutano, wanaandaa semina. Ni rahisi sana kuona watu wanachaguliwa kwa wazee wa kanisa, kumsaidia mchungaji kanisani. Lakini ungejua mioyo yao inapopambana na kitu kinaitwa pesa, inapopambana na gharama, vita inapokuwepo, ni vita mbaya, ngumu kuliko, lakini lazima utumie hizo fedha. Kwa tulifika mahali nikawa ninajadiliana tu mwenyewe ndani ya moyo wangu kwanza, kabla sijawashirikisha wenzangu. Kwa nini tusitafute namna ya ambavyo kila kitengo ndani ya huduma, tutafute namna ambavyo kitakuwa kinajitegemea? Ni lugha ya kawaida kabisa. Kwa nini kitengo cha kanda kisijitegemee? Kwa nini kitengo cha vitabu kisijitegemee? Ndio maswali nilikuwa najiuliza, na mimi kama mchumi sikuwa na shida. Nikamshirikisha mke wangu na baadhi ya wenzangu. Alafu ghafla Roho Mtakatifu akanisemesha kitu, akaniambia, neno kujitegemea umelipata wapi? Kwa sababu kwenye Biblia haliko. Tafuta, haliko. Neno kujitegemea ni lugha ya huku, kwenye Biblia haiko. Kwenye Biblia kuna maneno mawili, kuna kumtegemea Mungu na kuna kutegemeana. Hakuna kiungo katika mwili wa Kristo ambacho kinaweza kikasimama peke yake. Hakuna huduma yoyote katika mwili wa Kristo itakayosimama peke yake, haiko. Mungu hakutengeneza namna hii, na kwa sababu hiyo hakuna nchi yoyote ambayo inaweza kusimama peke yake kama isipojifunza kumtegemea Mungu na kutegemeana na nchi zingine. Haifiki mahali. Ghafla macho yangu yakafunguka, alafu Mungu akanirudisha, akanisemesha kwa Kiingereza, akasema, let Ishmael go, Isaac is coming. Mwache Ishmaeli aende, maana Isaka anakuja. Alafu akanisemesha lingine, mweke Isaka kwenye madhabahu, maana kondoo dume anakuja. Oh, haleluya. Oh, niliona kitu cha ajabu sana. Maana yake ni kwamba kama nimeanzisha miradi yoyote ambayo Mungu hakupanga kwa ajili ya kunisaidia nipate pesa kwa ajili ya kuendesha kazi ya Mungu, Mungu anasema huyo ni Ishmael, mwacha aende, maana Isaka anakuja. Oh, haleluya.
Ninakwambia kuna watu wengi sana wameanzisha viishmaeli vyao. Unahitaji kusikia neno la Bwana. Mungu anatafuta moyo wako uwe uhuru kwa namna ambavyo utasimama katika mapenzi ya Mungu. Watu wengi sana wameanzisha viishmaeli vyao kwa sababu mioyo yao haikuwa na utayari wa kumsubiri Mungu. Mioyo yao haikukaa mahali ambapo imelindwa ili isije ikasumbuliwa na hali ya kutokuwa na pesa. Maana tunaona Mungu amechelewa, kwa hiyo tunatengeneza viishmaeli, alafu tunasema Mungu, leta mkono wako mbariki Ishmaeli. Mungu anasema siwezi kumbariki Ishmaeli. Ishmaeli anatakiwa kuondoka. Ndio maana Isaka alipotolewa pale, ukasoma kwenye Biblia, Mungu alimwambia Ibrahim, kwa sababu hukunizuilia mwana wako wa pekee. Kwa nini anamuita Isaka mwana wake wa pekee wakati anajua Ishmaeli ndio alikuwa mtoto wa kwanza wa Ibrahim? Maana yake kwa sura ya Mungu, Ishmaeli hakuwa tena mtoto wa Ibrahim, amemfuta. Baraka ya Ibrahim haipiti kwa Ishmaeli. Ndio maana alimuita Isaka mwana wako wa pekee. Ishmaeli kwa Mungu hahesabiki. Kwa hiyo itakuwa ni makosa kwa Ibrahim kutegemea baraka yake ipite huko, haipiti huko. Na ni hatari sana kwako kama utaweka tumaini lako kwa Ishmaeli, alafu utegemee ya kwamba Mungu atambariki Ishmaeli ili aweze kuwasaidia wana wa Israeli. Hakuna hicho kitu. Mpaka leo uzao wa Ishmaeli unagombana na uzao wa Isaac mpaka leo. Isaka alipowekwa kwenye madhabahu, nilipata picha haraka. Nilijua Mungu ananiambia leta huduma yako mahali pake ni kwenye madhabahu. Mbele yako iwe kama vile imekufa. Usije ukawaza hata siku moja kwamba huduma kitakuwa ni chanzo chako cha pesa. Usije ukawaza hicho kitu hata siku moja. Roho Mtakatifu alikuwa ananisemesha, anasema ili uwaze sawa sawa na jinsi ninavyotaka uwaze. Mweke Isaka kwenye madhabahu, weka huduma yako kwenye madhabahu, katika macho yako iwe kama vile imekufa, ili macho yako na moyo wako unitazame mimi. Usije ukafikiri ni kitu rahisi. Wanawaambia watu waamini. Saa nyingine ukiniuliza kanda zimeuzwa ngapi, sijui. Wamepata ngapi, sijui. Kama unafikiri Natania watafute waimbaji watakusimulia. Anatengeneza kanda yake ya kwanza, anaiombea usiku na mchana, inafunikwa na upako hujawahi kuona. Watu wanaichangamkia, wananunua. Moyo wake unaambatana na zile pesa zilizokuja na ile kanda. Anaanza kuweza kutengeneza kanda ya pili, si kwa sababu Mungu amesema, ni kwa sababu ameona pesa zilizokuja kwa ile kanda ya kwanza. Alafu unashangaa kanda ya pili hakuna mtu anaitaka. Unaanza kukemea, kwa jina la Yesu, shetani toka kwenye kanda yangu. Hayuko. Ya kwanza ni Roho Mtakatifu alikuongoza kutengeneza. Ya pili, fedha. Fedha yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa unasema kwa kweli nimeimba kutoka moyoni. Sawa, kwa uongozi upi? Ni uongozi wa fedha au ni uongozi wa Roho Mtakatifu? Na kama unafikiri Natania hiyo kanda ambayo Roho Mtakatifu hakuwepo inakuwa chanzo cha ugomvi ndani ya hicho kikundi na wanagombana, na wasipokuwa waangalifu kuipeleka kwenye madhabahu haraka na kutubu, kikundi kinakufa. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Anasema waambie matajiri wa dunia hii wasiutumainie utajiri. Ni makosa kwako kuhamisha imani yako kutoka kwa Mungu aliyekupa baraka, unapeleka kwenye baraka badala ya kumwamini Mungu unaiamini baraka. Unaanza sasa kuenenda kwa kufuata msukumo. Nilienda kuhubiri Marekani na Canada. Mara ya kwanza nimehubiri Canada, nilishangaa sana yale makanisa kwa sababu nilikuwa sijawahi kuona hii style. Ukihubiri kule, sadaka siku hiyo ni ya mhubiri. Ukienda kuhubiri tu, ile sadaka inayochukuliwa siku hiyo ya mhubiri. Wanahesabu, wanakuletea, wanakuambia tukupe cash au tukuandikie cheki. Unaelewa maana yake? Usipokaa sawa sawa, kila wakati unawaza trip ya kwenda Canada. Hata kama Roho Mtakatifu akosema fedha yako ilipo, unasema nafikiri Mungu ananitia Ulaya, kumbe huko hawakupi hela. Ulaya wanakupa hela, fedha inakuita Ulaya, wewe unasema ni Roho Mtakatifu anakupeleka Ulaya. Hamna kitu hicho. Tunacheka, lakini ndivyo watu walivyobanwa wengi. Oh, haleluya. Angalia watu ambao wameanzisha miradi yao ikafanikiwa. Angalia watu ambao wamefanya biashara wakafanya shughuli ikafanikiwa. Alafu ghafla anajikuta uhusiano wake na Mungu umeanza kudorora. Kuna watu ambao wanaanza kazi ya Mungu vizuri kabisa, wanakuwa wachungaji. Mwanzoni walikuwa na uhusiano mzuri sana, Mungu akawasaidia, kanisa likazaliwa. Sasa wana uhusiano mzuri na kanisa kuliko na Mungu, kanisa linakufa. Ulikuwa unang'ang'ana Mungu akusaidie huduma yako ikue,
Mungu amezaa ile huduma, imetokea ndani yako, imeanza kuchangamka, umeweka uhusiano wako wa karibu zaidi na huduma kuliko na Mungu. Huduma inakufa. Nenda kaangalie duka lako bwana, nenda kaangalie shughuli zako. Sikiliza, chochote kilichozaliwa kwa maombi lazima kitunzwe kwa maombi. Chochote kilichozaliwa kwa neno lazima kitunzwe kwa neno. Chochote kilichozaliwa kwa roho lazima kitunzwe kwa roho. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Unataka kuwa na uhuru, jifunze kuweka hiyo mali. Kuna wengine ambao Mungu akawapa wamepata watoto wakafanikiwa, sasa wanawasaidia, macho yao yamehama kutoka kwa Mungu yameenda kwa watoto. Mungu anawafilisi. Mungu ni Mungu mwenye wivu, usifanye mchezo. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Nenda kwenye makanisa ambayo yameweka tumaini kwa mtu mmoja au wawili ndio watoa shekeli. Ni kweli kabisa Mungu amewaleta hapo, lakini Mungu hakuwaleta ili muwategemee. Mnapoanza tu kuhamisha imani yenu kwa Mungu, sasa jamani, tuna mchango leo, wazee wa kanisa wanaangalia fulani amekuja, hajaja, wanaenda kwa mchungaji, unaonaje tukiahirisha, kuna watu muhimu hapa. Mungu anatazama, anasema hili kanisa limesahau lilikotoka, linaanza kuniacha hapa njiani. Mioyo yao inaanza kuyumbishwa na pesa. Unawagombanisha wale watu wanaochangia pesa huko kanisani na Mungu wako. Wewe unachohitaji, kama unataka Mungu aendelee kuwabariki wale watu, hakikisha moyo wako unakaa sawa sawa na Mungu siku zote. Oh hallelujah. Kama unataka Mungu asimuue Isaka, mpeleke peke yako kwenye madhabahu. Lakini ukimng'ang'ania, anaweza akafa ili urudi kwake. Oh hallelujah. Unisikilize ninachosikia roho, maana upako ukishuka usiseme ngoja kesho. Wako watu hapa, mimi sijui kwa upande wako, sijui kwa upande wako, lakini Mungu aliponipitisha hii shule, ni jambo huwa ninafanya mara kwa mara. Biblia inaniambia moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kweli kweli. Kwa hiyo mara kwa mara, kadri Roho Mtakatifu anavyonijalia, naweka kila kitu kwenye madhabahu. Huwa naweka roho yangu, naweka nafsi yangu, naweka mwili wangu, naweka mke wangu, naweka watoto wangu kwenye madhabahu. Kama unafikiri natania, jaribu kuvaa viatu vyangu, alafu safiri ninavyosafiri, na una watoto nyumbani. Ni rahisi sana kusema safari zimezidi, lakini nakwambia ukiwaweka kwenye madhabahu, utatii kile cha Mungu na bado Mungu atawatunza. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Wanakabidhi huduma kila idara kwenye madhabahu, ili kesho na kesho kutwa Mungu akikwambia umetoa kanda kadhaa, wape watu fulani bure. Kama moyo wako umebanwa na ile pesa inayotokana na zile kanda, huwezi kutoa, maana mahesabu yanakuja haraka haraka. Utakata mtaji hapa, pesa yangu itakufa. Lakini uwezi ukamweka Isaka kwenye madhabahu kwa amri ya Mungu asikuletee dume la kondoo. Haiwezekani. Inawezekana Isaka wako ni wazazi wako. Wazazi wako ndiko Mungu anakopitisha baraka, lakini Mungu hakusema uwatumainie wazazi wako. Jifunze kuwaweka kwenye madhabahu. Nafikiri niliwaambia hapa hata siku nyingine, nilikalisha chini watoto wangu wakiwa bado wadogo, na hawakutegemea hilo swali. Nikasema, watoto, fikiria mimi na mama yenu tunakufa sahi, mtaishije? Wakanitazama, wamepigwa shock. Hakuna mtu aliyeweza kunijibu swali. Nikasema, nauliza, mimi na mama yenu tunakufa, mtaishije? Walishindwa kujibu hilo swali kwa sababu hawajawahi kufikiri hata siku moja. Nikawaambia, hatujaomba tufe mapema, tumeomba maisha marefu, lakini kuna kitu natafuta ndani ya moyo wenu. Msije mkaweka tumaini la maisha yenu kwetu. Tumaini la maisha yenu lazima liwe kwa Yesu siku zote. Tuwepo tusiwepo, so what? Kama watakuwa wanamwogopa Mungu kwa sababu tupo, something is wrong. Kama wanamtumikia Mungu kwa sababu tupo, inamaanisha kama hatupo hawezi kumtumikia Mungu. Inamaanisha mioyo yao haikujengeka kwa Yesu, imejengeka kwetu. Kwa kama wazazi wako ni Isaka, lazima waweke kwenye madhabahu. Kama watoto wako ndio chanzo cha msaada na baraka ya jinsi unavyoendelea kuishi, waweke kwenye madhabahu. Kama mchungaji unanisikia, na Wakristo wako ndio Isaka wako, ndio ambao baraka inapita huko, waweke kwenye madhabahu, la sivyo wanaweza kupukutika saa hii.
Kama mradi wako ndio Isaka wako, jizoeze kumrudisha kwenye madhabahu kila wakati. Moyo ni mdanganyifu. Unaweza kufikiri mimi sina shida, kumbe umekwisha ambatana na fedha bila wewe kujua. Unafikiri unaongozwa na Roho wa Mungu, kumbe unaongozwa na fedha ndio inayokuvuta katika vitu unavyofanya, mipango unayowaza, mahubiri unayosema, jinsi unavyovaa, mahali unakokwenda, juu ya marafiki zako. Kamsome Daudi bwana. Biblia inaniambia kuna wakati alizungukwa na watu waliokuwa na shida, waliokuwa na madeni, ndio waliomzunguka, wakapiga na vita upande wake. Angeweza akachagua matajiri wa wakati ule, lakini Mungu alimkusanyia hao watu kwa sababu alikuwa na upako juu yake ambao unaweza kuwasaidia hao watu wakavuka. Na kwa sababu wamefuata upako ulioko juu yake, Mungu akawasimamisha wawe jeshi la askari upande wake, wakapigana naye vita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nataka tupate nafasi ya kuomba hapa. Kama una kitu chochote cha kukiweka kwenye madhabahu, ninaiona madhabahu ya Bwana iko tayari kupokea kile unachotaka kukiweka kwenye madhabahu. Mimi sijui ni kitu gani, lakini ni muda mzuri, maadamu upako upo, kwa ajili ya kushughulikia moyo wako. Maana huko tunakoelekea kwenye hii semina ni kuzuri, lakini moyo wako kama haujakaa vizuri na pesa na mali na baraka zile ambazo Mungu anakuletea na vyanzo vya baraka, shule inakokuja huko mbele itakuwa ngumu sana kwako. Itakuwa ngumu sana kwako. Itakuwa vigumu sana kwako kuelewa kwa nini Filipo alihamishwa katikati ya uamsho mzuri sana kule Samaria, alipokuwa anawahubiria maelfu ya watu na watu wanapona kushoto na kulia. Roho Mtakatifu akamwambia acha umati, nenda kamhubirie mtu mmoja. Kwa jinsi ya kibinadamu ungesema umeshushwa cheo, mbona nilikuwa nahubiria watu maelfu mara moja, sasa naenda kwa mtu mmoja, kumetokea kitu gani? Filipo hakubisha, alijua Roho wa Mungu anampeleka, na kwa sababu hiyo Mwafrika wa kwanza alihubiriwa Injili. Karabashakoroboseke kandarabasakoroboshata karabasakoroboshata. Jesus. Kwa kama una kitu unataka kukikabidhi kwa Bwana Yesu, jifunze kukikabidhi kwa Bwana Yesu. Ningeweza nikakushuhudia mambo mengi sana, lakini muda wangu wa leo haniruhusu. Iko siri ya ajabu sana kwenye hiyo. Ninakumbuka siku nilipoletewa mwaliko kwenda kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa. Wameniambia wananitumia na ticket na pocket money, wameniandalia na hoteli ya kukaa wiki 2, na tarehe hizo hizo nikawa natakiwa kwenda Kilombero kwa ajili ya semina. Moyo wako kama haujakaa vizuri, ni rahisi sana kuahirisha semina ya Kilombero ukaenda Marekani. Lakini Mungu aliniambia hatua zako zinaongozwa na mimi. Tarehe hizo unatakiwa kuwa Kilombero, sio New York. Kwa hiyo waambie watu wa Umoja wa Mataifa hutaweza kwenda, waambie watu wa Kilombero utaenda. Unajua maana yake nini? Nimeshajifunza kuweka mialiko yote kwenye madhabahu. Hakuna mwaliko najibu kama hujapita kwenye madhabahu, kwa sababu unaweza kawa jaribu mbele yako. Kwa mialiko yote nimeweka kwenye madhabahu. Mungu nisaidie, maana ni mialiko mingi sana na ni rahisi sana moyo wako kuyumbishwa. Mimi sijui kwako ni kitu gani ambacho kinakufikisha mahali pagumu. Kinaweza kikawa ni chanzo cha baraka vizuri kabisa, lakini ndivyo Mungu anataka. Oh, glory to God. Wangapi wana kitu cha kukabidhi kwa Bwana Yesu jioni ya leo? Ngoja niseme neno hapa.
Kama ndani ya moyo wako hauko tayari kumweka Isaka kwenye madhabahu, naomba usifanye kwa kigiriza. Mungu haangalii kuiga kwako, Mungu anaangalia kutii kwako. Haya maombi yana gharama, lakini kwa wale ambao wamekusudia kukaa na Isaka na kondoo dume, wako tayari kuingia gharama ya maombi, kwa sababu unaweza ukafanya haya maombi na maisha yako yakabadilika kabisa, kwa sababu inawezekana hujajua hicho kitu unachokiweka kwenye madhabahu ni Ishmaeli au ni Isaka. Kama ni Ishmaeli, hakirudi tena. Kama ni Isaka, uwe na uhakika anarudi na kondoo dume. Lazima yawe ni maamuzi ya ndani. Hii ni semina ambayo inaandaa watu kwa ajili ya ngazi nyingine ambayo Mungu ameikusudia kwa ajili ya nchi hii. Kwa lazima wawe ni watu ambao wako tayari kuwa na mioyo ambayo iko huru. Inaweza ikatolewa hapa ikawekwa hapa kwa ajili ya kusudi la Mungu, bila baraka na fedha zilizoko kuyumbisha mioyo yao na utii wao. Mwae kujiuliza ni kwa nini watu wengi sana wanashindwa kumtumikia Mungu na kumpa Mungu masaa ya kutosha? Kimpa Mungu lisali moja, tegemea naye akupe lisali moja. Ukimpa 50% ya muda wako, usitegemee akupe 70% ya muda wake. Ukimkaribia Mungu ndipo anakukaribia wewe. Usipompa muda, naye akupi. Sasa sikwambii maana yake ukae kwenye maombi tu masaa yote. Mungu anaangalia ndani ya moyo wako, utayari wako ukoje. Anaweza akasema na wewe popote na ukakubali. Anaweza akakuamsha usiku. Anaweza akachukua pesa yako ambayo ulikuwa unataka kuipeleka hapa, akakwambia peleka pale kwenye kazi yangu na usinungunike, ukiamini ya kwamba huku inakoenda inaenda kurudi na kondoo dume. Ukiisha kuwa mwoga, ninaomba haya maombi usifanye. Kuna marafiki hapa utawapoteza, sio kwamba watakufa kwa jinsi ya mwili, lakini Mungu atawaondoa kwenye maisha yako, maana wamekufanya umewategemea badala ya kumtegemea Mungu. Na ukiwaweka tu kwenye madhabahu, kama ni Ishmaeli, uwe na uhakika hawarudi. Sio kwamba mtagombana, lakini uwe na uhakika kuna ufa utatokea katikati, ili moyo wako sasa ukae na Mungu, akuletee wale wa kwako kwa utaratibu wa kwake. Arabashakorobosege. Ni maombi mazuri, lakini afadhali niseme mapema, yana gharama. Yana gharama. Lakini ukivuka, unakoelekea ni kuzuri kuliko ulikotoka. Ukiweza kujifunza kuweka hazina yako mbinguni, maana yake lazima uweke kwenye madhabahu ya Mungu, ilambwe na Roho Mtakatifu katika moyo wako. Hicho kitu kiwe kama vile hakipo, maana yake kisisumbue moyo wako kwa namna yoyote ile. Uko mahali pazuri, uko mahali pazuri. Jesus, Jesus. Nyanyua mikono yako juu.
Jesus. Hivyo vitu au hao watu ambao nataka wakae kwenye madhabahu ya Mungu wasiwe chanzo cha jaribu kwako, wawe chanzo cha baraka kwako. Hizo mali zisiwe chanzo cha jaribu kwako, siwe chanzo cha baraka kwako, isiwe chanzo cha jaribu kwako. Taja hivyo vitu mbele za Bwana. Taja hivyo vitu mbele za Bwana. Taja hivyo vitu mbele za Bwana. Arabashaka. Wengine ni maombi tunaofanya mara kwa mara, la sivyo kukaa na uaminifu kwenye utumishi ni ngumu bila kuweka hivyo vitu kwenye madhabahu. Kuna watu ambao wanasubiri wapelekwe kwenye madhabahu, wapelekwe vitu kwenye madhabahu. Isaka alikuwa na uwezo wa kukataa, alikuwa ni kijana na nguvu zake. Pamoja na kwamba baba yake alimwambia twende, lakini Isaka alishiriki. Lazima ni hatua yako ya imani kutoka ndani. Weka hivyo vitu mbele za Bwana. Kama ni mtu, taja jina la huyo mtu. Mungu, ninamweka fulani kwenye madhabahu yako. Ninaweka duka langu fulani kwenye madhabahu yako. Ninaweka huduma hii ulionipa kwenye madhabahu yako. Kama ni mwimbaji, umetoa kanda, mwambie Mungu, naweka hii kanda kwenye madhabahu yako. Kama ziko 2 ziko 3, ziweka zote kwenye madhabahu ya Bwana. Una watoto wako, waweke kwenye madhabahu ya Bwana, ili moyo wako uweze kuwa huru. Moyo wako uweze kuwa huru. Karabasha karabasa. Karabasa karapatarabasa. Kama ni mchungaji, weka hilo kanisa katika madhabahu ya Mungu, ili usije ukajikuta una uhusiano mkubwa na kanisa lako kuliko kuwa na uhusiano na Yesu wako. Karabasa karabasha. Karabasa. Wengine wana mahusiano mazuri na vyeo walivyo navyo kuliko kuwa na uhusiano mzuri na Yesu wao aliyewapa hivyo vyeo. Weka hicho cheo kwenye madhabahu. Korobosha karabasaka. Na kama ulikuwa unaweka hivi vitu kwenye madhabahu, endelea kuviweka kwenye madhabahu. Endelea kuviweka kwenye madhabahu mpaka kondoo dume atokee. Korobosha karabasaka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu uliye hai. Asante kwa madhabahu yako hii ambayo umeweka Bwana mbele yetu jioni ya leo, ambayo damu yako iko hapo Bwana inamiminika, damu inenayo maneno mazuri kuliko ile ya Habili, ikiwa tayari Bwana kupokea sadaka za watu wako katika jina la Yesu. Pokea majina ya watu hawa Bwana tunayowataja mbele zako. Pokea hawa watoto, pokea hawa wazazi wetu, pokea hawa wanaotulea, pokea hizi kazi Bwana, pokea hii miradi Mungu, pokea haya majina ya makanisa, pokea na hizi huduma Bwana, pokea na hizi kanda, pokea na hivi vitabu, pokea Bwana katika jina la Yesu. Pokea hivi vyeo Bwana katika jina la Yesu. Pokea hii mili Bwana, pokea Bwana roho zetu, pokea na nafsi zetu katika jina la Yesu. Pokea na nchi yetu, tunaiweka kwenye madhabahu yako. Korobo sikiria pakarabasaka. Pokea na huyo baba orobo sikiria saka ambaye mke wake amemtegemea katika maisha yake. Orobo sikiri, orobo saka. Pokea huyo mama kwenye hayo madhabahu ambaye mume wake amemtegemea kwa ajili ya kipato katika nyumba yake. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mioyo ya watu inawekwa huru. Mioyo ya watu inawekwa huru. Bwana, tawala mioyo hii. Tawala mioyo hii. Tawala mioyo hii. Tawala mioyo hii. Tawala mioyo hii Bwana. Ilindwe kwa damu yako. Ilindwe kwa neno lako.
ilindwe kwa amani yako Bwana ipitayo fahamu zote. Linde nia iliyoko ndani yake na makusudi yako yaliyoko ndani yake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Orobosa karabasa kandarabosi kiriasaka. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.